ndugu watazamaji na wapenzi wa dini yetu ya Kiislamu popote pale mlipo duniani. Leo ni siku ya Ijumaa. Alhamdulillah, taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center kwa neema yake Allah tabaraka wa taala tumefurahi kuweza kufungua Ijumaa katika msikiti huu. Alhamdulillah, msikiti huu umejengwa na taasisi ya Al-Irshad kutoka nchini Uturuki pamoja na ndugu zetu wengine wa Kitanzania ambao ni wapenda kheri, ambao wamejitolea mali zao, nafsi zao katika kufanikisha jambo hili. Tunawashukuru ndugu zetu hawa taasisi ya Irshad, lakini hasatan tunawashukuru ndugu zetu wa Kitanzania ambao wameweza kufanya harakati kubwa sana na wao kuchangia kwa kiwango kikubwa katika kuweza kujenga huu msikiti wa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni taasisi ambayo inalelewa na Mheshimiwa Suleiman Jafo, ambayo inafanya harakati za kijamii na inafanya harakati za kielimu, ikiwemo kuhifadhisha watoto Qur'an, mpaka wakapewa dhamana ya kuandaa mashindano ya Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tangu miaka hiyo na mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa 11 tunafanya mashindano haya. Kwa hiyo ni taasisi ambayo ipo katika nchi yetu hii ya Tanzania, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, kata ya Yombo Vituka. Ni mengi tunayafanya na mnayaona katika social media, na leo alhamdulillah miongoni mwa hayo ni kupata msikiti mkubwa mzuri wa kisasa ambao kama mtakavyokuwa mnaona kwenye klipu hizi. Ni msikiti mzuri alhamdulillah. Kubwa sana zaidi ambalo tumesema katika hutuba za leo ni kuimarisha msikiti. Msikiti unaimarishwa kwa usafi, lakini kwa ibada. Kwa ibada uswaliwe, lakini pia durusi mbalimbali. Kuwe kuna halakati za kusomesha Qur'ani, kusomesha fiqhi, durusi zote za taalimia ziwepo zinafundishwa hapa. Kwa hiyo ndilo kubwa sana. Sasa tunatoa shukurani kwa watu wa media, tunatoa shukurani kwa Waislamu wote waliohudhuria katika kuungana na sisi kufungua msikiti huu, viongozi wa kata, viongozi wa wilaya. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie mshikamano na upendo ambao utaendelea katika kudumisha msikiti huu, pasitokee masuala ya farqa, masuala ya magomvi, kutengana, kwa sababu sio lengo la msikiti. Msikiti ni taasisi ambayo inatakiwa ihudumie jamii, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abariki hivyo, kwamba iwe ni ukombozi kwenye jamii na isiwe ni sababu ya farqa na magomvi mengi katika jamii. Mwenyezi Mungu awabariki nyote na Mwenyezi Mungu awape hidayah nyote. Mkisikia jambo la msikiti msibaki nyuma, changieni kwa sababu ndio akhira yenu. Na tuko katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Fanyeni ibada kwa wingi, Qur'ani, adhkari, sadaqa. Mwenyezi Mungu atawabariki na itakuwa katika mizani yenu. Kullu amin wa antum bil khair, na tunawatakia sikukuu njema ya Eid. Allah Mwenyezi Mungu awabariki. Nimefurahi sana, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya msikiti, mpaka mtu ende kwa Limboa au mpaka uende Malawi ndio mpate kwenda kuswali, lakini leo hii tunafurahi tumepata msikiti hapa jirani yetu. Kwa hiyo tumefurahi sana, ni jambo la kushukuru. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu awazidishie riziki waliojenga msikiti, awazidishie afya. Mtaa unaitwa Abiola, kuanzia Abiola sijui mpaka kuna mitaa inafika 10 mpaka inazidi, yaani hakuna msikiti hata mmoja. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Waislamu wenzetu wote wajenge vituo kama hivi ili viwasaidie na kuwanufaisha Waislamu na kuwasaidia kuwanufaisha umma kwa ujumla, kwa sababu pahali panapokuwa na msikiti panakuwa na maadili mazuri, inakuwa maana yake watu mambo maovu yanakuwa yanapungua. Kwa kweli hata serikali tunaomba wasaidie sana kwa kujenga dini ya Kiislamu, kusaidia Waislamu wajengewe misikiti, wajengewe vituo mbalimbali, kwa sababu sehemu nyingi kwenye Uislamu na kwenye vituo hivi vya Kiislamu zaidi kunakuwa kuna utulivu zaidi, kunakuwa na amani, kunakuwa hata vibaka wanapungua na mambo mengine.